Naomba tuketi kwa tafakari fupi. Ndugu zangu, akili ya binadamu imeumbiwa kusahau mengine, mambo mabaya, mambo mazuri. Hivyo ndio akili ya binadamu ulivyoumbiwa hivyo, na ndiyo maana watoto wangu wapendwa mnaosoma, ukifeli mtihani haimaanishi kwamba hauna akili. Haimaanishi kwamba hauna akili. Ukifeli nini? Mtihani. Inamaanisha kwamba kuna mambo haya mawili. Aidha mwalimu ameleta ambapo hujasoma, hilo ni la kwanza, au ameleta pale uliposoma lakini uconcentrate, ndio maana umefeli. Kwa hiyo kufeli sio kwamba hauna akili, na ndio maana kuna msemo mmoja unasema kwamba kufeli darasani sio kufeli maisha. Lakini huu msemo haumaanishi kwamba msisome, kwa sababu kuna msemo mmoja wa Kiingereza unasema do your best then the Lord or the God will do the rest. Kwa hiyo fanya pati yako. Kwa hiyo kusoma kuna maanisha kwamba uendelee kusoma. Kwa hiyo ndugu zangu, kusahau ni moja ya element alionayo mwanadamu. Sasa katika somo la kwanza tumesikia, ambalo tumelisikia kwa kweli linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Petro anatukumbusha na anawakumbusha wana wa Israeli kwamba jamani, huyu ambaye mnayemkataa sasa hivi ndio yule ambaye mliyemsulubisha. Sasa akaenda mbali zaidi kuweza kuwakumbusha kwamba huyu Kristo aliyefufuka ambaye walimsulubisha ametokea wapi. Anaanza kuwakumbusha kwamba sasa huyu ambaye mliyemsulubisha ndio yule ambaye Daudi alikuwa anamuelezea habari zake, ndio huyu sasa. Kwa hiyo katika huyu hapa inatakiwa tumwamini. Yawezekana nyewe mmesahau. Kwa hiyo vivyo hivyo ujumbe huo ndo tunaupata pia katika somo la pili ambalo tunaupata katika waraka wa kwanza wa Mtume Petro kwa watu wote. Anatukumbusha kwamba sasa huyu aliyekufa msalabani ametukomboa, sio kwa vitu vinavyoharibika, wala sio kwa mali yoyote, sio kwa fedha, sio kwa dhahabu. Hajalipa deni letu kwa kutumia fedha, kwa kutumia vitu vinavyoharibika, kwa kutumia kitu chochote. Amelipa deni letu la dhambi, ametukomboa kwa kufa msalabani, na huyu aliyekufa msalabani ndo amefufuka. Kwa hiyo anajaribu kutukumbusha, na sisi wengine tunaweza tukasahau wema wa Mungu, tukawa ni watu wa kulalamika. Tunasahau kwamba Kristo ambaye ametuvusha, muujiza tunaokuwa tunauona, tunalala tunaamka, tunamaliza mwaka, wengine tunafanya siku zetu za kuzaliwa, tunafanya kumbukumbu zetu, tunasherehekea, tunasahau wema wake kwamba huyu Kristo aliyefufuka ndo anatufanyia mambo yote hayo. Tunaendelea kulaumu, tunaendelea kulia kila siku, wengine tunakata tamaa. Kristo leo anatukumbusha kwamba usikate tamaa. Huyu ambaye aliyefufuka, huyu anayekujalia kila siku unalala unaamka, ndo huyu anaendelea kukupa nguvu. Katika Injili tumesikia Injili ndefu kweli, inajaribu kuzungumzia hawa wafuasi wa Emmaus, namna ambavyo walivyokuwa wanatembea. Siwezi nikarudia kwa sababu nimesoma vizuri na wote mmeelewa. Kwa hiyo anajaribu namna ambavyo Yesu alivyoweza kutokea na kuwauliza, na akaendelea kuwafundisha. Katika kuwafundisha wakagundua baada ya kumega mkate. Ndugu zangu, katika Injili tunajifunza nini? Katika Injili ya leo tunajifundisha mambo mengi, lakini leo nataka tuchambue mambo mawili. Jambo la kwanza, wataalamu wa liturujia wanatuambia kwamba liturujia ya kanisa Katoliki lili originate au lilitokea katika muktadha huu hapa wa wafuasi wa Emmaus. Ukiangalia structure ya liturujia ya kanisa Katoliki, unaanza kwanza na ibada ya neno. Ukitoka na ibada ya neno, kwenye climax, kilele chake ni hapo altareni, ambapo tunafanya mageuzo kweli na kuwa ni mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, na baada ya hapo ndo tunashirikishwa kwa komunio takatifu. Kwa hiyo maelezo yote au liturujia yote tuliyoanza kuifanya tokea asubuhi imeanzia hapa. Sasa ndugu zangu, kuna watu ambao kwa kweli kimsingi
tunakuwa tunafanya ndivyo sivyo. Kuna mtu amechelewa, anajua kwamba amechelewa, somo la kwanza hajalisikia, wala Bwana uturumia hajasikia, utukufu wenyewe hakuwepo. Amekuja anakuta tuko kwenye shangilio. Ikifika wakati wa kupokea Yesu wa Ekaristi, kanajikompozi, kanakuja vizuri kabisa, tena kamekunja na hivi, mwili wa Kristo, amina, unameza. Hujasikia neno, umekuja mwishoni. Wakati mwingine ndugu zangu, tunafanya makosa makubwa sana. Anza kwanza kwa kusikia neno. Kristo anazungumza nasi kwanza kwa neno. Baada ya neno kujifunua kwake, ndio tunakuja sasa katika kumega nini? Mkate katika Ekaristi Takatifu, hapa wakati wa mageuzo. Na kuna wengine, achilia mbali aliyechelewa, kuna wengine sasa sio kwamba amechelewa, yumo kanisani, ameanza kabisa, Bwana uturumie vizuri kabisa. Somo la kwanza wakati mwingine hata hajalisikia, hata somo la pili, hata injili hajasikia imetoka wapi. Sasa amefanya yote hayo kwa sababu hayumo kanisani. Yani yeye mawazo yake yuko sehemu nyingine, anawaza nikitoka hapa sasa niende Kariakoo, nikifika Kariakoo sasa anavyofikiria kwamba nifike Kariakoo, yani anatengeneza mazingira ya Kariakoo, na hata yani anakuwa anaona namna anavyoingia dukani, anavyouliza, anasikia na wale wanaosema 200 sijui, na wale wanakocha karanga, na wale wanauza sigara, yani wote anaona katika ubongo wake. Halafu sasa nakuja kushtuka wakati wa Ekaristi Takatifu. Na yeye wakati wa Ekaristi Takatifu yupo mwili wa Kristo, amina, ana meza. Tunafanya makosa. Au wakati mwingine kama ni mwanafunzi, yani wakati wa misa takatifu sasa yeye ndio kukumbushia formula, anaangalia okay, ile formula integration ikoje, differentiation, okay, trigonometric ratio inakueje, okay, ile formula ya matrix ile nani, yani yeye ndio anafunga. Kama ni geography, physical geography, river basin inakueje, ina formulate vipi? Yani anakuja kushtuka wakati wa Ekaristi Takatifu, na yupo. Ni makosa makubwa sana tunayokuwa tunayafanya. Ndio maana kanisa linatukumbusha kwamba tuwe na active participation katika misa takatifu. Unapoanza, weka shida zako zote chini, mkabidhi Kristo ubongo wako na fahamu zako. Sio muda wa kuanza kufikiria marejesho ukiwa kanisani. Acha shida zako zote, msikilize Kristo anakuambia nini katika maisha. Lakini cha pili, tumesikia hawa wafuasi wa Emmaus wakati wanaenda, kwanza walivyofika Yesu akataka kuendelea, si ndio? Wakamwambia, wakamshawishi, tumeambiwa wakamshawishi, kaa nasi. Kwa sababu gani? Usiku umekwisha, sasa ni giza. Kwa nini walimwambia hivyo? Walimwambia hivyo kwa sababu ya mazingira. Waliogopa, walikuwa na wasiwasi kwamba huyu mtu akiendelea anaweza akadhurika. Kwa hiyo unaweza ukapata madhara. Hebu jaribu kukaa nasi, wewe safari yako utaendelea nini? Utaendelea kesho pakisha pambazuka, maana pameshakuwa usiku, unaweza ukapata chochote. Akasema sawa. Lakini unajua nini kilichotokea? Yaani baada ya kumega mkate na wakafunguliwa macho yao, ule wasiwasi wao ukapotea kabisa. Yaani wakasahau kabisa kwamba kulikuwa na shida hizi, kulikuwa na majanga au kulikuwa na tatizo ambalo lingeweza kuwakumba. Yote wakasahau. Wakatoka pale wanakimbia mchaka chinja. Wanarudi Yerusalemu kwenda kuwapasha habari. Wamesahau kabisa kwamba kuna watu wanaweza kadhuru au limeshakuwa giza. Ndugu zangu, najifunza nini katika situation hiyo? Kwamba mimi na wewe tunavyofika kanisani, tunaingia kanisani, tunatoka kama tulivyo? Tunaingia kanisani tukiwa na tumaini, tumeishiwa matumaini? Bado tunavyotoka kanisani, baada ya kutoka kanisani tunaendelea kuwa vile vile, hatuna tumaini? Tunaingia kanisani tukiwa na changamoto nyingi, tunavyoingia kanisani na tunavyotoka tunabaki kuwa wale wale? Tunaingia kanisani tukiwa waoga kwa sababu ya shida mbalimbali. Je, tunavyokuwa tunarudi baada ya kutoka kanisani tunabaki kuwa wale wale au tunakuwa wapya? Ndugu zangu, kama tunaendelea kuwa vile vile, kwamba tunaingia kanisani na tunatoka vile vile, Kristo hajafufuka katika maisha yetu. Nikisema sana mengine tutasahau. Tumsifu Yesu Kristo.